Hii ni sehemu ya mwisho, sehemu ya 13 ya simulizi nzuri inaitwa Doa la Ndoa, ukiwa ni msimu wa pili. Tunamaliza hapa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012, na nikujuza tu tulipoishia sehemu iliyopita. Sehemu ya 12 ilikuwa ni pale ambapo Tommy alikuwa ameelekea kwa mama yake na Feti kuomba msamaha. Wakati wale pia na Feti walikuwa wanaenda kumpokea Rahimu airport kusudi waende naye kule kwa mama yake na Feti ambako Tommy alikuwepo. Karibu sana katika sehemu hii ya mwisho, sehemu ya 13. Moyo wake Tommy ulikuwa unaendelea tu kuzalisha maumivu makali ambayo yalikuwa yanatoka na matukio ambayo alikuwa anayakumbuka katika kichwa chake. Kila neno ambalo alikuwa analizungumza lilikuwa linaambatana na maumivu makali. Maumivu haya yalikuwa ni sehemu ya maamuzi ya makosa ambayo haya yalifanywa na familia yake kwa kumchagulia mwanamke ambaye hakuwa sahihi kabisa kwake. Tunajua kwamba umekosea, lakini sasa ukupaswa kabisa kujilaumu. Ulikuwa unahitaji kuwapenda wazazi wako hivyo hivyo kwa sababu wao ndio walikuleta duniani. Alizungumzia vile mama Feti. Sawa mama, na vipi sasa maradhi ambayo ameniachia haya? Aliuliza vile Tommy. Ina maana kwamba umeathirika? Ndio, na ndio walitaka haya yote. Walilazimisha kunipatia mwanamke ambaye ana ukweli na kunitenganisha na Feti. Sijui hata siku nikimwona Feti sura yangu nitaweka wapi, sijui kabisa. Tommy alizungumzia vile kisha akarudisha tena mafua ndani hapo yake kubwa kiasi. Mama Feti pamoja na mzee Anthony walishika vichwa vyao wasiamini kabisa kile ambacho alikuwa anakisikia kwa Tommy. Ingawa ilikuwa ni theruthi tu ya mkasa wake wote, lakini walihisi kama alikuwa na wasimulia mkasa mzima. Ilikuwa ni simulizi ya simanzi majonzi kwa kuwa hata Tommy mwenyewe alikuwa analia. Ghafla pale nje kasimama gari. Hakuwa mwingine ambaye huyu aliendesha gari hilo, bali alikuwa ni Asima ambaye huyu alikuwa anaongozwa na Feti ambaye huyu alikuwa nyuma pamoja na Rahim. Mara baada ya gari kusimama sasa, Asima alishuka na kisha alifungua buti na kutoa kiti cha kiwete na kisha aliweka karibu na mlango kwa ajili ya Feti apate kushuka. Mwili wa Feti ulikaa katika kiti kile na kwa macho yake alikuwa anaangalia tu gari. Alitambua gari hilo lilikuwa ni la Mr. Philip, lakini hakujua kabisa ni nani ambaye huyu alikuwa amekuja nalo mahali pale. Kama kutakuwa na Mr. Philip yake nitamuua mimi, alijisemea vile Feti katika moyo wake, na kwa alikuwa anatetemeka tu. Rahimu alishuka na kisha kuanza kumshusha Feti pia ambaye huyu alitembea taratibu. Walifika mpaka kibarazani. Kwa ndani zilisikika sauti, lakini hawakujua kabisa nani ambaye hawa walikuwa wanazungumza huko ndani. Mama, mwanao wa kike niko hapa. Sauti nyororo kutokea katika mdomo wa Feti ilisikika vile. Kila mmoja alijawa na furaha isipokuwa Tommy ambaye yeye alikuwa na machozi tu. Mama Feti aliamka na kisha kwenda kumwona mtoto wake. Furaha isiyokuwa na kifani ilikuwa katika uso wa Mama Feti na Feti mwenyewe ambao wote walikuwa wanatamani hata kulia. Mama Feti alidodosha machozi ya furaha. Hata Feti na sasa aliyapokea machozi yale ya mama yake. Jamani Feti, ni muda sana sijakuona mwanangu. Alikuwa anazungumzia vile Mama Feti na alikuwa anamkumbatia tu mtoto wake ambaye huyu alikuwa kwenye kiti muda huu. Hata mimi mama sijakuona muda mrefu sana na nilikumisi sana mama yangu. Alizungumzia vile Feti na alikuwa anamwangalia mama yake na kisha alimgeuzia macho Asima ambaye huyu hata uso wake ulikuwa na furaha. Asima, huyu ndio mamangu, kama unavyomuona hapa amefanana kabisa na mimi. Nampenda sana. Alizungumza vile Feti na alikuwa anamtambulisha Asima. Tuingie ndani kwanza jamani, maana tukianza kuzungumza hapa nje tutamaliza leo. Alizungumza vile Mama Feti. Wote waliingia ndani kabisa na Feti alikuwa anasukuma na Rahimu ambaye huyu muda wote alikuwa kimya tu. Kwake hakukosa kamba katika mdomo wake. Moja kwa moja sasa alitambulisha kwamba alikuwa na mgeni pale nyumbani. Mara baada ya kuingia ndani sasa, macho ya Feti yalikutana na macho ya Tommy ambaye huyu alikuwa anadondosha machozi na alikuwa anapiga magoti tayari kwa ajili ya kuomba msamaha. Kimya kilikuwa kimetawala kwa muda katika eneo hili dogo ambalo lilikuwa linatumiwa kama sebure na familia ya mzee Anthony. Hakuna ambaye alikuwa amediriki kuzungumza, sio Tommy, Feti wala mzee Anthony. Wote walikuwa wamestaajabishwa kweli na ujio wa ghafla ambao Feti alikuwa ameufanya, na tena akiwa ameongozana na mwanaume. Utawala wa ukimya ule haukuchukua muda mrefu sana kwa sababu sauti ya Tommy ilisikika na tena ilikuwa na kitetemeshi ndani yake. Macho ya Feti yalimtazama Tommy ambaye huyu hakumwona kwa zaidi ya miezi 7 katika maisha yake. Hakuamini kabisa kama kweli aliyekuwa mbele yake eti alikuwa ni Tommy,
na tena yupo amelowa damu katika mwili mzima. Feti, najua kwamba unashangaa sana ni kwa nini mimi niko hapa leo, alizungumza pale Tommy, na kwa macho yake alikuwa anadondosha machozi kabisa. Labda umekuja kuniua na hapa pia, huwezi jua, alizungumza pale Feti, ambaye huyu alikuwa anamtazama Tommy kwa muda na kisha karudisha macho kwa Rahim tena. Samahani mume wangu, naweza kukaa pale, alizungumza pale Feti, na kwa alikuwa ananyosha kidole sehemu ambayo kulikuwa na ndoo ndogo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Feti kumuita Rahim mume wake, na alifanya vile ili kusudi kumpatia maumivu makali Tommy, kama ambavyo yeye alipewa kipindi ambacho alikuwa na mapenzi ya dhati kwa mwanaume huyu, mwanaume ambaye alimpenda na kumthamini, lakini thamani yake kwake ilikuwa kuna kitu kutokana na Tommy kuwasikiliza sana wazazi wake. Tommy alipigwa na kitu kizito kichwani, hata katika moyo wake pia, mara baada ya kusikia neno mume wangu eti lilikuwa linatoka mdomoni kwa Feti. Alimtazama Feti na kisha alimtazama mwanaume ambaye huyu alikuwa anaitwa mume wangu. Alihisi alikuwa anaumia kweli kweli moyo. Ina maana kwamba Feti umeolewa? Aliuliza vile kwa kigugumizi kidogo Tommy, na kumtetema maneno walikuwa na landa katika midomo yake. Sio jambo la kushangaa kabisa hilo Tommy. Kama wewe uliweza kutembea na wanawake watatu ndani ya miezi miwili, nitashindwa mimi kuolewa? By the way, ngoja niwasalimie kwanza wazazi wangu, Feti alizungumza pale, kisha akajisukuma katika kiti mpaka sehemu ambayo alikuwa amekaa babake mzee Anthony. Mzee Anthony yeye alikuwa anaangalia tu kile ambacho kilikuwa kinaendelea mahali pale, marumbano baina ya watu wale wawili ambayo haya mwanzo walikuwa ni wapenzi, hata hayakumridhisha kabisa baba huyu, na ndio sababu ya yeye kukaa kimya muda wote. Mara baada ya kuona kwamba Feti alikuwa anataka kumsalimia, ilibidi sasa jiweke sawa sawa. Baba za masiku kwanza, alizungumza vile Feti, na kwa alikuwa anainamisha kichwa chake kama ishara ya kumsalimia baba yake. Nzuri sana mwanangu, za Dar es Salaam na pole sana kwa matatizo, alizungumza vile mzee Anthony. Dar es Salaam baba ni nzuri tu, na asante sana kwa kila kitu, na Mungu ndiye anapanga, ingawa binadamu mara nyingi wao wanajifanya nao ni miungu. Nimeona umeambatana na mgeni alafu umemuita mume wangu, hata sijaelewa vipi umeolewa ama? Aliuliza vile mzee Anthony, na kwa alikuwa anamtazama Rahim ambaye huyu alimeza fundo kubwa la mate. Swali hili liliwafanya mzee Anthony, mama Feti pamoja na Tommy kuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua ukweli kama mtoto wao alikuwa ameolewa ama la. Walimtazama Feti kwa makini mno, na kwa na sasa alikuwa anarudisha macho yake kwa Rahim ambaye huyu kichwa chake alikuwa amekinamisha chini tu. Hapana, lakini ule ndio mwanaume wa maisha yangu baba, mwanaume ambaye hajaona pungufu lolote ndani ya moyo wangu, bado amenipenda tu, na ndiye mwanaume ambaye atanioa na kunipatia amani ya moyo wangu. Anaitwa Rahim baba. Rahim huyu hapa ni babangu mzazi, anaitwa mzee Anthony na ni maarufu sana hapa mtaani, na yule pale ni mamangu anaitwa mama Feti. Alizungumza yule Feti kwa bashasha kabisa bila hata wasiwasi wote ule. Macho ya uoga yalikuwa katika sura ya Rahim ambaye huyu aliwatazama mama Feti na mzee Anthony, kisha alishusha pumzi nzito na kuzungumza. Nashukuru sana kwa fahamu. Mimi naitwa Rahim, ni daktari katika hospitali ya Muhimbili. Wazifa mzito ambao alikuwa ameutoa ile bidi hata Tommy ashtuka kidogo. Daktari wa mifupa Muhimbili? Alihamaki vile Tommy. Daktari wa mifupa akakwambia kwamba anafanya kazi ambayo wewe ulikuwa unafanya? Feti alizungumza vile kwa jaziba kidogo. Feti, tulia basi nawe. Asema sasa ilibidi amzuie shoga yake mara baada ya kuona kwamba alikuwa anazungumza sana na alikuwa ameshaanza kuwa na hasira pale pale. Tommy masikini ya Mungu alianza kuhisi hana nafasi tena katika moyo wa Feti, hasa kwa vile ambavyo alikuwa na majibu. Moyo wake ulianza kujenga chuki ambayo alikuwa anajaribu kuizuia, na alishindwa kabisa kwa muda ule. Feti, najua kabisa kwamba mimi kwako ni mkosefu na stahiki kupewa adhabu kubwa, lakini hii ambayo naiona katika macho yangu ni kubwa zaidi. Sikustahiki kabisa kupewa adhabu kama hii, lakini najua muda ni mwalimu mzuri sana. Leo hii unanifundisha kwamba wakati nilikuona huna thamani na kukata simu za bahati kila ambapo alikuwa ananieleza kuhusu afya yako, na kumbe kuna mtu alikuwa anakuthamini na kukujali sana. Alikuwa anakupatia kila kitu na kukubadilisha kabisa kutoka katika mwanamke ambaye kila dakika ulikuwa unadondosha machozi hadi kuwa mwanamke ambaye muda wote unakuwa na furaha tu. Umefanikiwa kuwa na furaha hivi sasa, na ndio maana uko radhi umuite mume wako mbele yangu mimi, kwa kuwa najua kabisa mimi sio kitu tena kwako, na yote najua kabisa kwamba ni makosa yangu. Hakuna kumlaumu zaidi ya familia yangu tu.
Ndio maana nimewaulia mbali, alizungumza pale Tommy, na kwa machozi yalikuwa yanamtoka. Macho yake yalishindwa kabisa kuhimili maumivu ambayo moyo wake ulikuwa unapitia kwa muda ule. Njia pekee ambayo ingesaidia kutuliza maumivu ya Tommy ilikuwa ni kutoa machozi tu. Kila mmoja alishangazwa kweli na kauli ya Tommy kwamba eti alikuwa amewao wazazi wake. Walimtazama mithili ya mashabiki wa soka ambao hao walikuwa wanatazama goli likiingia katika wavu wa timu yao. Unamaanisha kwamba umemuua Mr. Philip, yani baba yako? Aliuliza vile Feti kwa hamaki kweli. Sasa kama wao hawakuwa na umuhimu wangu, mimi ningefanya kitu gani? Nimewaua wote, ndio, sio yeye tu. Kuanzia Linda, Witness pamoja na baba Mr. Philip, wote nimewaua, alizungumza pale Tommy, na kwa anaweka sura ya kikomavu kwa kuthibitisha kitu ambacho alikuwa amekifanya basi kilikuwa na ukweli ndani yake. Sasa ni kwa nini umefanya jambo kama hilo kwa familia yako mwenyewe? Aliuliza vile Feti. Wameniharibia utu wangu na wamenipotezea hadi afya yangu mimi. Una maana gani kusema hivyo? Sina maana nyingine zaidi ya kwamba nina ukimwi, alizungumza vile Tommy, na kwa alikuwa anaweka kituo kidogo. Feti alishtuka kweli, alikuwa anataka kudondoka kwa wasiwasi ambao waliopata mara baada ya kuambia kwamba Tommy eti alikuwa ameathirika. Hakuamini kabisa. Kwa haraka ilibidi amtazame mara mbili ili kusudi kujithibitisha kama kweli alikuwa amesikia hicho ambacho alikuwa amezungumza. Na kwa sasa nimeanza kutumia vidonge kila siku, natumia dozi, na huko nikijua kabisa kwamba maisha yangu muda wote yatasambaratika. Sina furaha kabisa kama ambavyo nilikuwa nayo mwanzo. Ni maumivu makali ambayo napitia tu, sina kingine. Napitia maumivu matupu ndani ya maisha yangu mimi. Naumia kila dakika ambayo naenda kwa Mungu. Macho yangu yanalia hasa nikukumbuka kifo cha mama yangu mimi, alizungumza pale Tommy, na kwa machozi yalikuwa yanarudi tena katika macho yake. Wote walibaki kumsikiliza tu mwanaume yule ambaye alianza kusimulia kisa cha maisha yake mbele ya umati wa mama Feti, Asma, mzee Anthony pamoja na Rahim. Ilikuwa ni historia iliyokuwa na majonzi na simanzi, historia ambayo kila mmoja alijikuta alikuwa anadorosha machozi. Hata Rahim mwenyewe akajikuta alikuwa dalia. Moyo wa kila mtu ambaye alikuwa katika eneo hilo ulipigwa na kitu kizito kweli kwa simanzi. Tommy, pole sana kwa yote ambayo yametokea. Sasa hivi niko na Rahim, alizungumza vile Feti, na alikuwa anajaribu kumweka sawa Tommy. Najua kuna muda tunatakiwa kusonga mbele na kuachana kabisa na mambo yaliyopita ambayo alikuwa anatupatia maumivu ili kusudi tupate furaha. Nakupongeza sana Feti, sina cha kusema zaidi ya kukuomba tu uendelee kumpenda Rahim. Mapenzi yale ambayo alikuwa ananipatia mimi, basi mpatie na yeye pia. Tommy alikuwa anazungumza vile, lakini moyo wake ulikuwa na maumivu ambayo alikuwa anakwenda kuchimbua chemchemi ya machozi ambayo hii ilikuwa inatoa machozi kila sekunde. Sawa Tommy, mimi nitahakikisha. Na Feti alikuwa anataka kuzungumza vile, lakini kabla hajamaliza alishangaa Tommy alikuwa anaamka na kisha kukimbilia kisu ambacho kilikuwa ukutani katika fito na kisha kukichomoa. Wote walijawa na wasiwasi, walihisi labda Tommy alikuwa anahitaji kuwaua. Ilibidi watulie tu, na kwa nje muda ule kulisikika mlio wa gari. Ni kweli kabisa, kulikuwa na gari la polisi ambalo hili lilikuwa mahali pale kwa ajili ya kumkamata Tommy. Na mara baada ya kushika kisu sasa alitoka nje ili kusudi kuwakabili askari wale. Sihitaji mtu yote kati yenu aweze kunishughulia mimi, alizungumza pale Tommy, na kwa alikuwa ameshika kisu. Askari walihisi labda Tommy alikuwa ameamua kujitetea kusudi asikamatwe. Ilibidi sasa wajiweke sawa. Kitendo hicho kilimkera kweli Tommy, ambaye huyu hakutaka kabisa kuzungumza sana, kwani kisu kilipita katika shingo yake mwenyewe upande wa kushoto na kisha kilitokea upande wa kulia na damu zilianza kumtoka. Tommy, usifanye hivyo please. Asma pamoja na Rahim walijaribu sana kumsogelea Tommy kusudi wampatie msaada, lakini walikuwa wamechelewa kabisa, kwa sababu hai wa Tommy ulibaki katika mshare mdogo sana kuingia kwenye umauti. Malaika wa mauti alisimama pembeni yake, na alikuwa anamtazama jinsi ambavyo alikuwa anajidhuru, naye hakutaka pressure yote. Alimsubiri tu hadi alipoanza kuwaomba watu wengine wampatie msaada, lakini nayo haikusaidia kitu kabisa. Asma, mwambie Rahim asiache kumpenda Feti. Mwambie asiache kabisa. Mwambie makosa yangu yasirudiwe kwake. Tommy alikuwa anazungumza pale kwa taabu kweli kwa kuacha maneno. Macho ya Asma yalishindwa kabisa kuangalia kile ambacho alikuwa anakiona kwa Tommy, kwa sababu alikuwa amelowa damu
na macho yake alianza kudondosha machozi pale pale. Rahimu ambaye alikuwa amemshikilia Tommy alimtazama vizuri na huko alikuwa anamsihi asipoteze maisha, lakini wapi, ilikuwa ni kama alikuwa anampigia mbuzi gitaa tu. Nafsi ilikuwa naaga mara ya mwisho tu. Jamani, hebu fanyeni haraka basi mpeleke hospitali, alizungumza vile mzee Antoine kwa jaziba, na huko alikuwa anaangalia askari ambao hawa walikuwa wamepigwa na butwa. Baba, hakuna kingine ambacho nilikuwa na stahili kwa hivi sasa zaidi ya kufa tu. Kufa ndio nastahiki, ndio stahiki ambayo nilikuwa napaswa kupewa na itaniweka katika amani, kwa sababu nimeshaua wengine. Basi acha na mimi nife kama hivi, na kuomba nitieni Feti. Alikuwa anazungumza pale Tommy, na huko damu zilikuwa zinaendelea tu kumtoka. Feti ambaye huyo muda huo alikuwa ndani alifuatwa na kutolewa nje kabisa. Macho yake alikuwa anadondosha machozi kwa sababu alisikia mambo ambayo yalikuwa yanaendelea huko nje. Hakuamini kabisa mara baada ya kufika na kumkuta Tommy alikuwa katika mikono ya Rahim. Damu ilikuwa inamtoka katika shingo yake tu. Tommy, ni kwa nini? Lakini kwa nini Tommy? Alikuwa anazungumza vile Feti, na alikuwa anatamani kutoka katika kile kiti, lakini alishindwa kabisa. Licha hivyo alikubali kudondoka kusudi amfikie Tommy kwa haraka. Feti alitambaa mpaka alipokuwa Tommy na kisha kumkumbatia. Moyo wake ulijawa na maumivu, macho yake hayakuacha kabisa kudondosha machozi. Hata mdomo wake ulikuwa unatoa maneno na alikuwa anatetemeka. Ni kweli kabisa alikuwa ameshamuondoa Tommy katika moyo wake, lakini sasa hakutegemea kabisa kifo kwa wakati kama ule. Kwake alikuwa nadhani labda maisha mengine yangeendelea vizuri tu, jambo ambalo halikufanywa. Feti pamoja na Rahim, nyinyi ndio mnaweza kunifanya huko niendako nikawa na furaha. Mnaweza kunifanya hata Mungu akanisamehe dhambi zangu zote. Najua kwamba ni ngumu sana, lakini kama mkipendana basi Mungu pia atanipenda. Feti, naomba mpende Rahim na Rahim mpende Feti. Maneno hayo machache yalitosha kabisa kwa Tommy kuzungumza na nafsi yake, iliacha mwili pale pale. Lilikuwa ni tukio ambalo halikuaminika kwa wakati ule hadi askari walipoichukua maiti. Moyo wa Feti ulipigwa na kitu kizito kweli. Hakuamini kabisa kama kweli eti mwanaume wake wa kwanza kabisa ambaye alimtoa usichana wake eti alikuwa ametangulia mbele za haki. Tommy, mbona mapema kama hivi jamani? Na mbona naondoka ile hali bado dunia inakuhitaji Tommy? Ni kwa nini usingevumilia tu madhira yote ambayo ungekutana nayo katika dunia? Maamuzi kama hayo mbona sijawahi kabisa kuyafanya mimi, ilisha kwamba ulikuwa unaniumiza sana Tommy. Naona sasa nani ambaye nitamwomba ushauri napo nikiwa na shida. Sawa, unanisi Tommy, Mungu mrudishe basi Tommy. Feti alikuwa anazidi kulia tu mara baada ya Tommy kuaga dunia. Alikuwa analalamika Feti mpaka akajikuta alikuwa anapoteza fahamu kabisa. Siku ambayo alikuja kuamka ilikuwa ni siku ya mazishi. Mbele yake kulikuwa na jeneza la Tommy ambalo hili alikuwa anapaswa kwenda kumtazama mtu wake wa maisha ambaye huyu alimthamini, lakini familia yake ilikuwa inamtenganisha na kumweka njia panda. Nenda Tommy, tutaona na Tommy. Alikuwa anazungumza vile Feti ambaye alishindwa kabisa kukubaliana na ukweli ambao alikuwa anauona mbele yake. Hatimaye sasa mwili ulitolewa nyumbani kwa Tommy na kisha ulipelekwa makaburini pamoja na miili mitano ambayo hii ilikuwa inatakiwa kuzikwa kwa siku moja, yani Tommy, Mama Tommy, Mr. Philip, Linda pamoja na Witness. Mazishi yao yalitikisa mji mzima wa Mtwara na watu wengi walifurika katika mazishi yale. Majuma mawili yalipita ambayo yaliambatana na mambo mengi kweli ndani yake. Jambo mojawapo ambalo lilikuwa kubwa ilikuwa ni ndoa tatu ambazo hizi mbili zilifungwa kwa siku moja na nyingine ilifungwa katika nyakati tofauti. Ndoa ambazo zilifungwa kwa siku moja ilikuwa ni ndoa ya Feti pamoja na Rahim, na huku Asim alikuwa anaunganisha mwili wake na Bahati. Na ndoa ambayo ilifungwa kwa siku tofauti ilikuwa ni ndoa ya Mnashange pamoja na Fadhili. Ilikuwa ni kama ndoa yao ya marudiano mara baada ya kuvunjika ile ndoa ya mwanzo. Maisha ndani ya wiki mbili kwa upande wa Asima pamoja na Bahati yalikuwa ni mazuri mno. Furaha zilitanda katika nyuso zao. Kila mmoja alikuwa anafurahia kweli kupita kiasi. Hata Feti ambaye huyu alikuwa anajiandaa kuondoka kwenda Dar es Salaam kuishi na mume wake Rahim, alikuwa amefurahia kweli maisha yake ya ndoa. Sio Jessica wala Mama Mo ambaye huyu alishindwa kuona tabasamu likiwa katika nyuso za wapenzi wale ambao waliamua kuunganisha nyoyo zao.
Wakiwa chumbani sasa wanajadili tu baadhi ya mambo, ghafla simu ya Asma alianza kuita, naye aliangalia na kukutwa kwamba mtu ambaye alikuwa anapiga muda ule alikuwa ni Rahim. Bibi Rahim anapiga, alizungumza pale Asma na alikuwa anajitoa katika kifua cha mume wake. Anasemaje, ama ndio safari imewadia nini? Aliuliza pale Bahati ambaye huyu alimtazama Asma ambaye huyu alikuwa anapokea simu ile. Labda, alizungumza pale kisha aliweka simu sikioni. Halo shemeji. Rahim alianza mazungumzo. Naam shemeji, habari? Sore nzuri tu. Samahani kwa kukupigia simu asubuhi yote hii. Nipo mlangoni kwako hapa. Halafu sio nipo tu, nipo maana tunataka kukuaga kesho, tunaenda zetu Dar es Salaam. Alizungumza vile Rahim, sauti yake ilipenya mpaka katika masikio ya Bahati ambaye huyu alijiweka sawa sawa. Jamani, sasa mbona mapema kama hivi? Anadhani natakiwa kuwahi majukumu mengine kwa sababu unajua tena mimi nafanya kazi ya serikali. Ngoja basi nifike hapa na kisha tuzungumze. Rahim alizungumza bila kisha alikata simu. Asma hakutegemea kabisa kama eti Rahim angeondoka mapema kama vile. Kwa siku za karibuni atangeondoka katika mkoa wa Mtwara. Ni matumaini yake kwamba angelikaa kwa zaidi ya mwezi mmoja, jambo ambalo lilikuwa ni gumu kidogo. Alijikuta alikuwa anashusha pumzi kwa nguvu na kisha alimtazama mume wake ambaye huyu alitaka kuuliza kitu lakini akajishtukia pale pale. Ngoja kwanza nikawafungulia, wanasema wapo nje hapo. Alizungumza pale Asma na kisha alikwenda mpaka mlangoni. Vipi bibi, na niruhusu nitoke hivi nje au? Asma aliuliza pale na huko alikuwa anajiangalia kama alikuwa amevaa vizuri. Alikuwa amevaa kijigauni chake cha kulalia tu ambacho kilikuwa kimeunganishwa na kanga kwa chini. Hicho kilimfanya awe na omba la kutamanisha kuanzia sehemu ya kifua. Na unatokaje hivyo bwana mke wangu, hebu rudi vaa vizuri. Alizungumza pale Bahati. Okay basi naomba nipatie hilo koti lako alafu uko chini kanga wazi na madhara. Alizungumza pale Asma na huko alikuwa ananyosha mkono wake kusudi apatiwe kikoti ambacho kilikuwa kitandani. Mara baada ya kupewa alitoka mpaka nje na kisha kuwachukua kina Feti. Wakarudi tena ndani na huko alikuwa watu wenye tabasamu muda wote. Hasa Feti, uso wake ulikuwa na tabasamu tu kila ambapo alikuwa anazungumza. Katika kipindi kifupi ambacho alikuwa ameishi na Rahim, kwake ilikuwa ni furaha mno siku zote. Alikuwa hajawahi kabisa kufurahia ndani ya maisha yake kama ambavyo alikuwa anamfahamu Rahim sasa hivi. Furaha hii ilikuwa imeundwa na watu wanne kama sio watatu. Kuanzia kwa Asma, Mariamu pamoja na Bahati, na huko Rahim alikuwa kama kiongozi wa furaha ile. Mara baada ya Asma sasa kutoka na Bahati naye alitoka na kisha waliagana vizuri kabisa na Dr. Rahim, na kesho yake walikuwa wanatarajia kusafiri kuelekea zao huko Dar es Salaam ambako wataishi Rahim pamoja na mke wake Feti. Hivi ndio simulizi yetu na mkasa wetu mzuri unavyofika mwisho, ambapo Mnashange aliona kwamba sio vizuri kabisa kumfanya madawa mwanamke mwenzake Rauhia, ili hali yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumsaidia ili kusudi Onesimo apone. Japo kwa bahati mbaya Onesimo hakupona kabisa. Aliona sio vyema kabisa kumfanyia ubaya Rauhia kama ambavyo mama yake alikuwa amezungumza. Mnashange aliamua kubaki tu na maisha yake kule kijijini. Hakutaka kabisa kurudi mjini eti kumuumiza Rauhia moyo eti waolewe wote na mume mmoja. Aliamua kumwachia tu Rauhia aolewe na Fadhili peke yake, kwa sababu aliamini kabisa kwamba wakati ndio mwalimu mzuri sana kwake. Hakutumia vizuri muda wake wakati yuko na Fadhili, waacha Rauhia aenjoy maisha yake na Fadhili. Kwa hivyo hakurudi kabisa wala kukubaliana kabisa na wazo la mama yake kwamba aende mjini akamfanyie dawa Rauhia ili kusudi mimba itoke na yeye apendwe zaidi kuliko Fadhili. Aliona si vizuri kufanya hivyo. Kwa upande wa Ite pamoja na Stella waliendelea kuishi pamoja, na Stella alikuwa anauguza maradhi yake ya virusi vya ukimwi na alikuwa anajuta kweli kwa yote ambayo alishawahi kuyafanya. Eti kisa tu mume wake amechipuka, yeye anauza nyumba alafu anatafuta mwanaume mwingine. Hilo ndilo lilikuwa linampa funzo kwamba sio kila kosa linahitaji hukumu. Hukumu nyingine zinatolewa tu na Mwenyezi Mungu. Mtoto Peter aliendelea tu kuishi na shangazi yake Teresia vile vile, na huko alikuwa anaendelea tu kumkumbuka baba yake marehemu Onesimo ambaye huyu alifariki kwa ajali ya gari. Dr. Rahimu pamoja na Feti walifika Dar es Salaam vizuri na kufurahia maisha yao, na ile kusudi Rena siweze kuja kuleta vurugu pale nyumbani kwa Dr. Rahimu, waliamua kuhama kabisa nyumba pale ambapo alikuwa anaishi. Walihamia sehemu nyingine, na hiyo ikamfanya Rena kushindwa kabisa kujua Dr. Rahimu alikuwa anaishi wapi, na alikata kabisa tamaa kuendelea kumfuatilia.
Bahati pamoja na Asma nao pia waliishi kwa furaha kabisa. Maisha ya ndoa kwao yalikuwa ni mazuri kabisa kwao, hata kwa wazazi wao pia. Yusufu alifariki dunia, maskini ya Mungu. Yote kisa tu ilikuwa ni mapenzi. Mwanamke alimzuzua hadi akafikia hatua ya kumsukuma mama yake na kudondoka chini na kupata maradhi. Wazazi wake walimkana, ndipo sasa alipata laana. Fadhili pamoja na Rauhia waliendelea kuishi maisha yao mazuri kabisa. Rauhia alimsamehe mume wake Fadhili mara baada ya kuona kwamba Mwanashange alikuwa ameamua kukaa kule kijijini na kumwasha yeye afurahie na mume wake. Rauhia alijifungua vizuri kabisa mtoto wa kike na maisha kwao yalikuwa ni mazuri kabisa. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri inaitwa Doa la Ndoa. Bila shaka umejifunza vitu vingi sana kutoka hapa. Mimi naitwa Felix na kutakia sikukuu njema, na tukutane katika simulizi nyingine nyingi tu ambazo zinakuja.